Rafiki, leo nataka nikwambie hivi, hakuna mtu anayeweza kukusifia kama hakuna sababu inayompelekea yeye kukusifia wewe. Haikuwa rahisi sana mwanamke wa Mithali kuambiwa umewazidi wote, kuna sababu. Lakini pia haikuwa nyepesi sana watoto wake kumuita heri, kuna sababu. Tulia sasa nikwambie. Huyu mwanamke wa Mithali alikuwa na sifa nyingi sana. Mimi leo nataka nikupe sifa 3 tu za mwanamke wa Mithali. Sifa ya kwanza ya mwanamke wa Mithali, alikuwa ni mfanyabiashara. Ukisikia mwanamke anafanya biashara, jua kabisa ni mwanamke anayejituma, mwanamke anayehangaika kwa ajili ya familia yake, sio kwa ajili ya kushindana na mume wake au na watu waliomzunguka. Alishona nguo za kitani ili aweze kujipatia pesa. Alikuwa anatafuta pesa. Sifa ya pili, huyu mwanamke wa Mithali alikuwa ni mtoaji, na hauwezi kuwa mtoaji kama hauna cha kutoa. Alitafuta pesa ili aweze kutoa, akawafungulia mikono masikini, wajane na yatima. Oh my God. Matendo yake yakafanya asifiwe. Umewazidi wote. Hebu huyo mume wako aone juhudi zako, aseme mke wangu, dada yangu, jirani yangu, umewazidi wote. Oh my God. Watoto wako wakakuite heri kwa sababu ya kile unachokifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini pia mwanamke wa Mithali, sifa ya 3, alijali familia yake. Hakuwa tu mtu ambaye anajali biashara yake, no, alijali familia yake, kwa maana ya kwamba mume wake pamoja na watoto wake. Mungu ametupatia neema ya wanawake wa Kristo kufanya biashara, lakini ninaomba tusiende kinyume na mapenzi ya Mungu. Tumkumbuke Lydia, alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, tajiri, lakini hakumwacha